لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فصلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
واعلموا أحبتي في الله أن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا من النار. آمين آمين. Watukufu Waislamu, nakuhusieni katika swala zima na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake na kujiweka mbali na makatazo ambayo ametukataza, ili tupate salama katika haya maisha mafupi ya dunia, lakini pia tupate salama katika maisha ya baadaye ambayo ndio maisha ya kudumu, maisha ya akhira. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala anazowaneemesha waja wake, basi ni kuwaletea misimu ya kheri ili wawe karibu sana na Mola wao. Na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajawaumba waja wake akawaadhibu, anataka waja wake waingizi katika neema, waneemeke akhira. Kwa hiyo anawaletea misimu wachume kheri. Wa nahnu al-yawm fi jum'atin, na sisi leo tu katika siku ya Ijumaa ya mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, Ijumaa ambayo ijtamaa fihi sharafu az-zaman bi sharafi al-yawm, imekusanyika utukufu wa wakati lakini pia utukufu wa siku. Tumo ndani ya Ramadhani, lakini pia tumo ndani ya Ijumaa. Ndugu yangu Muislamu, tunachotakiwa Waislamu, hizi neema tunazopewa na Allah subhanahu wa ta'ala tuzitumie vile Allah anavyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kuhusiana na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi wenye imani ya kumwamini Allah jalla jalaluhu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fahamuni ya kwamba Allah amekufaradhishieni suala zima la funga. Mnatakiwa mfunge katika huu mwezi, na suala hili amewafaradhishia waliopita kabla yetu sisi, na Allah kaileta Ramadhani kwa malengo maalum. Lengo hili watu walifikie. Lengo gani? At-taqwa la'allakum tattaqun, ili muingie katika uchaji. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala ndio wasia wake anaotuhusia sisi. Wale waliopita kabla yetu sisi pia aliwahusia suala zima la taqwa, kwa sababu taqwa ndio msingi pekee wa mafanikio. Na ndio Allah anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika kwa wachaji hakika kwa wachaji peke yao, hawa ndio wenye kufaulu. Wasiokuwa wachaji hakuna kufaulu, si ulimwenguni hapa tunapoishi wala baadaye. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kaileta Ramadhani ili tufikie hili lengo. Na Allah anasema wal aqibatu littaqwa, mwisho mwema ni kwa wale wachaji. Wako wapi wachaji? Allah subhanahu wa ta'ala anawaletea Ramadhani ili wafikie ile lengo la kuwa wao ni wachaji, ili Allah subhanahu wa ta'ala akawaingize katika pepo yake. Ndugu yangu Muislamu, Ramadhani imekuja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha kanat awwalu laylatin min Ramadan, ile siku ya mwanzo tu ambayo tayari mwezi umeonekana, Ramadhani imeingia. Kuna mambo Allah subhanahu wa ta'ala anawafanyia waja wake, na lengo ni kufikia lile suala zima la taqwa. Kwanza
sufidat ash-shayatin, mashetani huwekwa katika vizuizi. Wa maradatul jinni, wale majini wakorofi wanaowatia wasiwasi waja wa Allah, wale wanaowapoteza waja wa Allah, Allah anawazuia kipindi hichi ili mja awe katika mstari wa sawa, afikie lile lengo la taqwa aliloliweka Allah subhanahu wa ta'ala. Si hilo tu, wa ghulqat abwabun nar, milango yote 7 ya moto Allah anaifunga katika kipindi cha Ramadhani. Falam yuftah minha babun, hakuna mlango unaofunguliwa, milango yote ya moto hivi sasa imefungwa. Wa futihat abwabul janna, lakini milango yote 8 ya pepo iko wazi, Allah ameifungua. Anatafutwa wa kuingia katika milango hii. Kafunguliwa nani milango hii? Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu. Mtume anasema falam yughlaq minha babun, hakuna mlango wowote wa pepo uliofungwa. Kisha wanada munadi, anaita mwenye kuita, anasemaje? Ya baghi alkhairi, ewe mwenye kutaka khairi, ewe mwenye kutafuta khairi, aqbil, njoo. Huo ndio muda wake. Hichi ndicho kipindi cha kuchuma khairi. Kama wewe unataka khairi, unataka uwe mwema, uwe msafi, uwe mwenye takwa, hichi ndiyo kipindi chake. Astaghfiru, njoo. Khairi ndio hizi hapa, milango ya pepo iko wazi. Mlango wote unaotaka wewe utaingia. Lakini kisha anasema wa ya baghi ash-sharri, na awe mwenye kufanya shari wewe, unayependa shari wewe, unayependa maasi wewe, aqsir. Hichi kipindi sio kipindi chake hichi. Hebu punguza, hebu acha haya maasi. Hichi kipindi ni kipindi chengine kabisa. Usijiingize katika hayo mambo, utakuja kula hasara, kwani watu watakula hasara pale inapomalizika Ramadhani, halafu na wao hawana lolote walilopata. Kwa hiyo hayo maneno yanasema. Kisha Mtume anasema walillahi utaqa'u minan nar, na Allah subhanahu wa ta'ala waja ambao anawaja huru na moto. Kuna watu wanaachwa huru na moto, wadhalika fi kulli laila, kila usiku wa Ramadhani. Kuna watu, kuna kundi wameachwa huru na moto, au maana fil janna. Hal ista'adta an takuna minhum? Je, wewe umejiandaa kuwa miongoni mwa hawa ambao wataachwa huru na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi cha Ramadhani? Umejiandaa vipi na hili suala? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa anawapa bishara njema masahaba zake, kuwabashiria hili ni jambo zuri, ni jambo la kheri, neema imewafikia. Alikuwa anaambia atakum shahru Ramadhan, umekujieni mwezi wa Ramadhan, shahru mubarak, mwezi wenye baraka, ndani yake mna baraka nyingi kabisa. Katika tafsiri nyingine kwamba Mtume anauombea baraka huu mwezi, shahru mubarak, faradallahu alaykum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yenu nyinyi kufunga. Watu wafunge huu mwezi, na atakayefunga imanan wa ihtisaba, ana imani ya kumwamini Allah, ana imani jambo hili linatoka kwa Allah, kaliamrisha, wa ihtisaban, anafunga anatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yeye anamsamaha, asamehewa makosa yake yaliyopita. Nani aliyefunga? Kwa Mtume anasema faradallahu alaykum siyamahu, Mtume Allah subhanahu wa ta'ala kafaradhisha juu yenu nyinyi kufunga. Tuftahu fihi abwabul janna, milango ya pepo inafunguliwa. Anawabashiria masahaba zake ili
wawe tayari kujiandaa kuingia peponi. Lakini pia watughlaqu fihi abwabu niran, milango ya moto anawaambia kwamba imefungwa hivi sasa. Watughallu fihi maradatu shayatin, lakini pia wale mashetani wakorofi saizi wako kizuizini. Wa fihi laila, kisha anawaambia ndani ya huu mwezi kuna usiku mmoja tu. Usiku huu hiya khairun min alfi shahrin, ni bora ibada yake inayofanya ndani ya huo usiku kuliko miezi 1000 isiyokuwa usiku huo. Kwa ibada itakazotendeka na siku mingine ni tofauti na usiku huu mmoja peke yake. Je, wewe kama wewe tayari umejiandaa na kuutafuta huu usiku, au ndio unasubiri 10 la mwisho? Kila kitu kinataka maandalizi. Wewe umejiandaa kwa maana wewe udiriki huu usiku? Maandalizi yanaanza hivi sasa. Eka barnamiji yako kwamba mimi kifika 10 la mwisho naacha kila kitu, naelekea msikitini na kaa itikafu kwa ajili ya kutafuta uwezi. Mara hii piga uwa, lakini biidhnillah na mimi nikae itikafu ni upate huu usiku. Umejiandaa na hilo? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hiya khairun, siku moja tu usiku ni bora kuliko miezi 1000 ibada yake tu. Ndugu yangu Muislamu, ni umri wa mtu huo. Mimi na wewe kuna wengine hatujaufikia huo umri wa ibada ya siku moja tu. Hebu jiandae, jipange ndugu yangu Muislamu, na wewe uwemo ndani ya hii siku, uidiriki hii siku katika ibada tofauti. Kisha Mtume anasema man hurima khairaha, atakayenyimwa akazuiliwa asipate kheri za usiku huu, huyo faqad humko, kweli amenyimwa jambo kubwa sana kabisa. Ndugu yangu Muislamu, ista'id al-ana, jiandae hivi sasa. Namna gani wewe utaudiriki huu mwezi? Utafanya kitu gani? Eka mipango yako, lakini mara hii usije ukakubali ndugu yangu Muislamu isipokuwa umekaa itikafu unautafuta huu mwezi. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, tu katika mwezi ambao unzila fihi alquran, ni mwezi ambao Qur'an kitabu chetu sisi Waislamu kimeteremshwa ndani ya huu mwezi. Shahru Ramadhani alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umeteremshwa Qur'an, yani Qur'an imeteremshwa katika huu mwezi. Masahaba, maulama walifahamu sana kuhusiana na Qur'an ndani ya Ramadhani, wakawa wanajitahidi, wanajipinda sana kuisoma Qur'ani ndani ya Ramadhani. Wengine kwa siku wanahitimisha mara 2. Kimwangalia Imam Shafi'i rahimahullah, asubuhi mara 1, usiku mara 1 anahitimisha. Imepokelewa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu fi rak'atin wahida, raka moja anahitimisha Qur'an moja. Maulama wengine siku 3, wengine 7. Kaifa ana wa anta, mimi na wewe tumejipanga vipi? Leo tuko ya 3, una juzu ngapi? Jiulize, tafakari, kwa nini mpaka leo mimi sijafika na juzu ya 15 ya 20? Kwa nini? Kuna sababu gani ili nipelekea mimi hivi? Jifanyie mahesabu, hizi siku mbona zimepita hivi? Nimeshindwa ala juzu 5. Kwa nini? Kwa nini hawa waweze sisi tusiweze? Kwa sababu walifahamu na wakatekeleza kikweli kweli. Kwa na sisi tubadilikeni ndugu zangu Waislamu. Huu ni mwezi wa Qur'ani. Watu wakae kitako wakisome kitabu cha Allah jalla jalaluhu. Iqra'ul Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema someni Qur'ani, fa innahu yati yawmal qiyamah shafi'an li ashabihi. Qur'ani itakuja siku ya kiyama kukuombea wewe ndugu yangu Muislamu. Itakuja mbele ya Allah na uombezi wa Qur'ani utakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah atatoa fursa ikuombee, na uombezi wake ikikuombea, basi moja kwa moja anakubaliwa. Kwa ndugu yangu Muislamu, hadha shahru Qur'an, huu ni mwezi wa Qur'an. Jitahidi, jipangilie muda fulani nasoma Qur'an, baada ya kila sala nasoma Qur'an, au muda fulani mwenyewe nasoma Qur'an. Lakini isije ikapita siku ndugu yangu Muislamu hujafungua kitabu cha Allah jalla jalaluhu. Na sasa hivi Allah ametufundishia simu, kwenye simu mashafu himo. Uko barabarani, uko mbali gani, fungua usome. Upo kwenye gari, fungua usome. Ukiwa msikitini, ukiwa nyumbani, ni vizuri ukachukua msahafu ukafungua mashafu. Lakini uko katika sehemu nyingine, basi fungua simu yako. Lakini ndugu yangu Muislamu, Al-Qur'an itahidi sana kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nahnu fi shahrin, sisi tumo ndani ya mwezi ambao tudhaafu fihi al-ujur, ujira unaongezwa zaidi na zaidi kuliko miezi mingine. Kwa hiyo watu tunatakiwa tujitahidi sana sana, tena kufanya aina mbalimbali za ibada. Ndugu yangu Muislamu, linataqarraba ila Allah fi hadha ash-shahr bi anwa'i al-ibada, tujikurubisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi kwa aina mbalimbali za ibada. Ibada ni nyingi, lakini wewe jitahidi kadiri ya uwezo wako, basi ibada uzitende kwa wingi kabisa. Leo insha Allah tutataja baadhi ya ibada. Hemu hizi tuzishughulikie ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na nyingine ambazo hatutozitaja basi jitahidi kadiri ya uwezo wako. Na kwanza ndugu yangu Muislamu, an-niyatu salihah, nia njema. Kila mmoja awe na nia njema ya kutenda kheri, lolote atakalolifanya awe na nia njema kabisa ya kutaka ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inwil khaira, tia nia ya kheri. Jipangilie mambo, ili nitafanya na hili nitafanya na hili nitafanya. Pia ni nia hiyo. Allah hajatuwafikisha kulifanya, Allah akulipa kwa sababu tayari umelitilia nia njema. Kwa kwanza ndugu yangu Muislamu, inwil khaira, tia nia ya kheri. Fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaita alkhaira, kwa sababu hutoacha kuwa katika kheri wewe maadamu umetia nia ya kheri. Nimetia nia ya kheri, baada ya sala nisome Qur'ani, ikatokezea na kutokezea uwahi, Allah hulipa. Nimetia nia nataka nitoe sadaka mahali fulani, nimetokezea na kutokezea, Allah hulipa. Tia nia njema ndugu yangu Muislamu ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa chochote unachokifanya. Wanawake wakipika majumbani wawe na nia njema, kupika iftari, kupika daku. Ukiwa na nia njema, Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa. Unaenda sokoni, unaenda kununua iftari, unaenda sokoni, unaenda kufanya biashara, tia nia njema, Allah atakulipa. Nachukua iftari hii napeleka nyumbani, wale watoto wangu tuftari riziki ya halali, Allah anakulipa. Ndio Saada anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan, hakika yako wewe hutotoa chochote, nafaka yoyote, chakula chochote, tabtaghi biha wajha Allah azza wa jalla, unatafuta uso wa Allah, unatafuta upate radhi za Allah, unatafuta upate thawabu, Allah akulipe. Hakuna chochote utakachokifanya illa ujirta biha, isipokuwa wewe unaandikwa, Allah akulipa. Lile dagala 500 unanunua ukalipeleka nyumbani, wallahi ukiwa na nia njema, wanangu wakale riziki yao hii ya halali, sadaka yangu hii kwa watoto wangu, familia yangu ndani, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa. Tusifanye mambo ya ada, kama naenda ni kawaida, naenda sokoni na nunua tambi, maharage napeleka nyumbani. Kuwa na nia njema ili upate ujira. Kuna watu wanakula chakula na wanalipwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nipata iftari, kwamba iftari yangu hii nakula nipate nguvu za ibada,
Allah anakulipa ujira, illa ujirta biha, isipokuwa wewe utalipwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano, hatta ma taj'alu fi fami imratik, hata kile ambacho unakichukua kama ni kipande cha muhogo ukamlisha mkeo kile, au Mtume sallallahu alaihi wasallam unalipwa na Allah maadamu umetaka ujira kitu kile. Mfano tu anatupigia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tonge moja mtu akaichukua akamlisha mkewe kwamba anatarajia Allah amlipe, basi Mtume asema huyu alipwa. Je, ukaenda ukanunua kilo nzima ya maharage ukapeleka nyumbani? Kwa ndugu yangu Muislamu, an-niyatu salihah, nia njema. Tuwe na nia njema katika matendo yetu ambayo tunayafanya. Lakini la pili, ndugu yangu Muislamu, kuna swala hii haipatikani isipokuwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, salatu tarawih. Watu tujitahidi sana kuiswali hii sala, tena miezi, yani siku zote mpaka mwezi umalizike, kwa sababu ni sala ambayo haipatikani katika masiku mengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakaye swali, atakaye simama usiku wa Ramadhani akasali hali ya kuwa ana imani ya kumwamini Allah jalla jalaluhu, wa ihtisaban, atarajia malipo. Anatoka nyumbani kwake anakuja msikitini, anatarajia alipwe na Allah katika hichi kisimamo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huyo asamehewa. Huu mwezi jamani umekuja kusababisha watu wasamehewe, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, raghima anfu rajulin, amekula hasara. Kuna mtu kala hasara. Mtu gani huyu? Dakhala alayhi Ramadhan, amefikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan, thumma salaha, kisha mwezi ukamalizika ukaondoka, falam yughfar lahu, kisha yeye hakusamehewa, kabaki na madhambi yake, madhambi yako vile vile, hana msamaha huyu akupata. Huyu amekula hasara kabisa. Kwa ndugu yangu Muislamu, tujitahidi hii sana. Lakini tanbihi, ndugu yangu Muislamu, tufahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza kudonoa kama anavyodonoa kunguru. Mtume sallallahu alaihi wasallam kalikataza swala hili, watu wasidonoe katika sala. Sala ya rakaa 20 ndani ya nusu saa ishamaliza, sio swala hiyo. Mtume kakataza kusali haraka haraka, mfano wa kunguru anavyodonoa katika ardhi. Allahu akbar, sami Allahu liman hamid, Allahu akbar. La, hiyo sio sala. Sala gani hiyo? Ndugu yangu Muislamu, tafuta msikiti ambao unasali kwa utulivu kabisa, wala usijali pale mpaka saa 5 ndio tunamaliza. Ndugu yangu Muislamu, walikuwa watu wanaswali mpaka karibu ya alfajiri, si mpaka saa 5. Karibu ya alfajiri wamaliza, ndio muda wa daku tayari unakula daku, unaswali sala alfajiri. Tafuta msikiti ambao utahifadhi sala yako, kesho na kitukuta unakufa na kuna mbele ya Allah, unataka malipo wewe, ulipwe. Kwa sala ya kudonoa hakuna atakayekulipa, wala Allah sala kama hiyo halipi. Na ndio kuna watu wengine sala zao wanarejeshwa wenyewe. Usiwe wewe ndugu yangu Muislamu, tafuta msikiti ambao unaswali kwa utulivu, utapata ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikimalizika Ramadhani, sala ya tarawih imemalizika. Kwa hiyo kuwa makini, chunga sana ibada yako, usikubali ibada yako iharibiwe na mtu yeyote, kwa sababu wewe ndiye ambaye utalipwa. Unataka malipo wewe ikusaidie siku ya Kiyama. Lakini ndugu yangu Muislamu, tujitahidi ndani ya Ramadhani tusikose sunna na rawatib, sunna hizi za qabliya baadia, tusizikose hizi, vile tuongezea sisi ujira. Watu siku ya Kiyama watapimwa matendo yao, wataangaliwa matendo waliyoyafanya hayajakamilika. Allah ataambia malaika, angalieni katika sunna, alikuwa anasali sunna huyu, zitaangaliwa sunna hizi. Sunna jamani zina nafasi yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna rakaa 12 hizi kaziweka kwamba atakayezisali hizi, Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu anamjengea nyumba peponi. Ala turidu aljanna, wewe hutaki pepo?
Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man salla 12 rak'ah tatawwuan fi yawmin wa layla, atakayesali rak'ah 12 hizi ni za sunna, si za faradhi, basi bunia lahu bihinna baitun fil janna, kwa kupitia rakaa hizo Allah subhanahu wa ta'ala anamjengea nyumba peponi. Na sisi malengo yetu ni pepo. Kwa hiyo cha kutupatia pepo ni hizi hapa rakaa 12. Rakaa 4 kabla ya dhuhuri, unakwenda msikitini mapema kabisa, adhana ikiadhiniwa, baada ya adhana tu unasali rakaa zako 2, unatoa salamu, unasali tena 2, unatoa salamu, unasubiri sala ya dhuhuri, baada ya sala ya dhuhuri unasali tena rakaa 2, inakuwa ni 6. Baada ya magharibi usikimbilie kuftari, kuna hizi rakaa 2 kwanza kuzisali ziwe 8. Usikimbilie tu kwamba ukimbilia iftari, kuna rakaa 2 muhimu sana baada ya maghrib, hebu zisali utimize 8, na baada ya isha rakaa 2 10, na kabla alfajiri rakaa 2 12. Amka mapema ndugu yangu Muislamu, upate hizi rakaa 2 za kabla alfajiri ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rakaa 2 za kabla ya alfajiri ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Jambo jingine ndugu yangu Muislamu, kuna rakaa 2 zinaitwa rak'at al-ishraq, rakaa ambazo zinaswaliwa baada tu kuchomoza jua kwa muda shirini, bi maana saa 12:30 unaweza ukaziswali hizi rakaa 2. Hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemeaje? Mtume anasema man salla al-fajr fi jamaa, atakayesali sala ya al-fajr kwa jamaa, thumma qa'ada yadhkuru Allah, kisha akakaa katika sehemu aliyosalia, kama ni msikiti akakaa msikitini, kama ni mwanamke akakaa katika nyumba yake sehemu ambayo akasali ile sala ya al-fajr, hatta tatlu ash-shams, mpaka jua likachomoza. Tayari jua lishachomoza. Thumma salla rak'ataini, kisha akasali rakaa 2, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, yeye atakuwa na mfano wa ujira wa hija, ujira wa umra. Kisha Mtume akasema tamatan mara 3, kutilia mkazo kwamba ujira ataupata ni sahihi, japokuwa kwamba haitotosheleza kwamba nimeshaswali rakaa 2 hizi mie tena hija basi. Hapana, utapata ule ujira tu, lakini bado ukipata uwezo ukatekeleza ibada. Ndugu yangu Muislamu, fursa hizi, huu ni ummatu Muhammad, matendo madogo, ujira ni mkubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu umri wake ni mdogo, baina 60 ni 60 tu hapo 70 basi. Kwa hiyo mambo madogo, ujira wake ni mkubwa. Wewe mjipangie ndugu yangu Muislamu, ndani ya siku 29 au 30 upate angalau siku 5. Baada ya sala alfajiri usitoke, soma Qur'ani, lete adhkari mpaka jua lichomoze, ziswali hizi rakaa 2, utakosa wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, na hizi zinakuwa ni hapo ndio mwanzo wa swala ya duha inaanza mpaka mida karibu na adhuhuri. Lakini pia kuna hizi swala za duha ndugu yangu Muislamu, usiziache, ziswali ima ni rakaa 2 mpaka 8, angalia uwezo wako. Lakini hichi kipindi ndugu yangu Muislamu, wajikusanyia wewe mwenyewe akaunti yako, unaitengeneza akaunti yako iwe nzuri. Kwa nini usisali rakaa 8 za duha? Kama kuanzia saa 2, saa 3, saa 4, hapo saa 5, tafuta msala wako, kama ni nyumbani kwako, kama ni msikitini. Lakini ndugu yangu Muislamu, jitahidi sana, kwa sababu hizi sala zinatosheleza sadaka za 360 sadaka kwa rakaa 2 tu za duha. Jitahidi ndugu yangu Muislamu. Lakini ndugu yangu Muislamu, as-sadaqa, huu ni mwezi wa kutoa. Tutoeni kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala katupa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-sadaqatu tudfi'u al-khati'a, sadaqa inazima makosa. Lakini katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema afdalu sadaqati saqiul ma, ubora wa sadaqa ni kunywisha maji. Hichi ni kipindi cha jua sana, jua kali. Nunua maji, peleka msikitini, ikiwa ni baada ya maghrib au watu
wakati wa tarawih, una uwezo, nenda chukua maji. Saad bin Ubada anasema kwamba mama yake alikufa. Mtume sallallahu akamuuliza, akamwambia, ya Rasulullah, inna ummi matat, hakika mama yangu amekufa. Afa atasaddaqu anha, nimtolee sadaka mama yangu, kwamba huu ujira utamfika hichi ambacho nitakitoa? Qala na'am, sema ndio, mtolee sadaka mama yako. Qala Saad akamuuliza Mtume, fa ayu sadaqatu afdal, sadaka ipi ambayo ni bora? Fa ayu sadaqati afdal, sadaka ipi ambayo ni bora? Qala saqiyul ma, kunywisha maji. Mitaani kuna shida ya maji kipindi cha Ramadhani, pengine mita mpaka itiwe umeme. Tia umeme, watu wapate kushota maji. Tia nia, sadaka ya mzazi wangu, peleka maji sehemu ambayo watu wanahitaji maji. Ni sadaka muhimu sana kabisa, itakusaidia wewe, lakini pia ukitia nia ya wazazi wako zitawasaidia wao wazazi wao. Lakini ndugu yangu Muislamu, tumo katika kipindi cha Ramadhani, misikiti inatakiwa iangaliwe. Ni kipindi ambacho umeme unatumika sana. Kwa hiyo pia msikiti unahitaji sadaka. Hii ni nyumba ya Allah wa kuishughulikia mimi na wewe. Hebu tia umeme ndani ya huu msikiti. Tumeweka mita pale na mita, ukitoka asubuhi au nje utaiona. Hebu nunua umeme, watu waishi vizuri humu, joto liwaondokee, taa zing'are. Kila wakijipepea wewe unalipwa, kila wakiangalia, wakisoma Qur'an kupitia umeme uliotia wewe unalipwa. Kwa nafasi ndio hii, muda ndio huu, utumie ndugu yangu Muislamu. Lakini pia ndugu yangu Muislamu, katika mambo muhimu, it'amu, kulisha chakula. Kuna mtu alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, uislamu upi ulio bora ya Rasulullah? Mimi ni Muislamu lakini natafuta ule ulio bora, sasa ni upi? Mtume akamwambia, tut'imu ta'ama, kulisha chakula. Allah akakufungulia, alika watu, jamani njoni muftari kwangu, kama siku zote au kila siku fulani. Basi naweza kunywa chakula, katafute maskini uwape. Tut'imu ta'am, kutoa chakula. Wa taqra'u salam, na kutoa salamu unapokutana na ndugu yako Muislamu kwa mtu maalum. Hapana, ala man arafta, unayemjua mpe, mlishe. Wa man lam ta'rif, hata kama humjui, si jamaa yako, si rafiki yako, lakini ni Muislamu mwenzako, a'tihi, mpe. Tut'imu ta'am ni katika Uislamu ulio bora kabisa. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man fattara sa'iman, atakayemfutarisha aliyefunga. Kuna mtu kafunga, wewe ukamfutarisha, kama ni tende, kama ni chakula cha nyumbani ukamwalika, Mtume anasema kana lahu mithlu ajrihi, huyo anakuwa na mfano wa ujira wa huyo aliyefunga. Huyu kafunga, kalipwa thawabu, na wewe umemfutarisha, basi ujira aliopata yeye na wewe unapewa ule ule. Mtume anasema ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a, ujira wa aliyefunga haupunguzwi. Kapata thawabu 5,000 zake ziko pale pale, si kwamba zinapunguzwa, isipokuwa na wewe tu kwa zile 5,000. Lakini ndugu yangu Muislamu, jambo jingine, al-mukthu fil masjidi, kukaa msikitini. Ndugu yangu Muislamu, tutengeni muda wa kukaa msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna ahadakum idha dakhala almasjid, hakika mmoja wenu anapoingia msikitini, kana fi salatin, yeye anahesabiwa yumo ndani ya sala, ma kanat salatu tahbisuhu, madam sala ndiyo inomzuia, anasubiri sala huyu. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, na malaika wanamsalia, wanamuombea rehema mmoja wenu, madama fi majlisi, madam yuko katika kikao chake, anasubiri sala alladhi salla fihi, sehemu ambayo kasalia yeye. Kisha yakuluna, wanasema Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Unaombewa dua na malaika, wewe upate msamaha, upate huruma za Allah kwa kukaa tu msikitini. Kipindi unasubiri sala, umekuja mapema msikitini kabla ya adhana, unasubiri sala, wewe unapata dua za malaika, wanakuombea dua wewe.
Lakini pia Allahumma tub alayhi ma lam yuhdith fihi, sharti usije ukatokwa na udhu, wala usije ukazua jambo la bid'a, wala usije ukaudhi. Ukiwa na masharti hayo, basi ujira huo utaupata. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, hawayajikusanya watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah. Majumba ya Allah ni misikiti, ndugu zangu Waislamu. Na hapa Allah, maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kategemeza kwa Allah kutokana na sharaf, utukufu. Ndugu yangu Muislamu, yatluna kitab Allah, wakawa wanasoma kitabu cha Allah. Tafuta, tenga muda, njoo usome Qur'an msikitini. Yatadarasuna bainahum, wanasomeshana, wana muhadhara, wana da'wa, wana darsa, ukashirikiana nao. Illa nazalat alaihimus sakina, Allah atawateremshia utulivu. Wa ghashiyatuhumur rahma, anawafunika kwa huruma zake. Wa haffatuhumul malaika, na malaika pia mnashirikiana nao, wanakuwa nao wapo katika darsa, wanasikiliza dhikri ya Allah. Umekaa darasani, unakaa na malaika, wewe hujisikii fahari, hujisikii sharafu wewe kukaa na kiumbe kitukufu kabisa. Malaika wanakaa katika darasa, kisha wadhakarahumullahu fi man indahu, Allah awataja watu wote waliomo katika darsa mbele ya malaika. Waangalieni waja wangu fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, wanataja jina. Watu wanataja jina wa uongo kwenye maskani. Utaja nani sasa? Shetani. Utaja na Allah wewe? Kwani ni fahari hiyo kwako wewe? Umekaa kipindi kidogo tu cha saa moja na nusu, unataja mbele za malaika, jina lako linataja mbele ya malaika. Ndugu yangu Muislamu, fursa hii. Lakini jingine, ndugu yangu Muislamu, dhikrullah, kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ala tambueni, bidhikrillah tatma'innul qulub, kwa kumtaja Allah nyoyo ndiyo zinatulia. Utulivu, hakuna utulivu wa aina yoyote isipokuwa ni utulivu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul dhikr kitabullah, dhikri kubwa sana ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini adhkari za asubuhi, adhkari za jioni, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, watu wataje adhkari kwa wingi katika hichi kipindi. Lakini pia ndugu yangu Muislamu, ad-du'a wal istighfar, waliofunga wajitahidi sana kuomba kwa Allah, walete msamaha kwa wingi. Lisaimi da'watun la yurad, lisaimi da'watun la turad, kwa aliyefunga ana maombi akiyaomba kwa Mola wake, akanyanyua mikono yake, hairudi, Allah hairejeshi. Hebu watu wawe na pupa ya kunyanyua mikono yao kila wakati, hasa wakati wa kufutari. Ndugu yangu Muislamu, muombe Allah khairi za dunia na khairi za akhira. Na leo ni siku ya Ijumaa, baada ya alasiri, tenga muda umwelekee Allah, umuombe Allah. Huna shida wewe, huna matatizo wewe, mambo yako yako sawa yote. Ndugu yangu Muislamu, Allah apenda kuomba, na fursa ndio hii. Hebu tuitumieni hii fursa, tunyanyue mikono yetu yote. Ndugu yangu Muislamu, tutajifanya sisi wenyewe kwa Allah hakizidi chochote wala hakipungui chochote kama hukuomba wewe. Ndugu yangu Muislamu, tujitahidi na kuomba msamaha, hasa mwisho wa usiku. Wa bil ashari hum yastaghfirun, waja wema ikifika mwisho wa usiku huko, wao wanaleta istighfar, wanaomba msamaha kwa Allah. Kwa wewe ndugu yangu Muislamu, haya mambo unaambiwa wewe na mimi, tuamke usiku tuombe msamaha. Ndugu yangu Muislamu, mambo ni mengi, lakini namalizia as-sahur. Daku ni kitu muhimu ndugu yangu Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Kule ni daku, katika ulaji wa daku kuna baraka. Allah anakutilia baraka katika maisha yako, katika kiwiliwili chako, kula daku tu. Kwanza unafuata sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kaniamrisha nile daku na kula daku. Na tule daku, tusile chakula. Ndugu yangu, hakuna daku la saa 9 wala saa 8.
daku mwisho wa usiku, as-sahur, maana chakula cha usiku huko saa 10:30, saa 11, wewe kula. Siku hizi adhana mpaka saa 11 dakika 10. Kula ndugu yangu Muislamu. Siwezi kula muda huo, naweza kula saa 9, kula saa 9. Lakini ikifika saa 11 basi kunywa maji, kwamba hili ndio daku langu. Sio kwamba daku tena ndo pishi ya wali ule. Ni kile chakula cha mwisho unachokula, hata kama ni kwa moja ya tende, inahesabika kwamba hili ni daku, na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hii atakutilia baraka. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Watukufu Waislamu, nakuhusieni katika swala zima na kumwogopa Muumba mbingu na ardhi. Fursa mwanadamu Muislamu akipewa anaitumia. Al-fursa la tati marratain, fursa haiji mara mbili. Wako ambao tumefunga pamoja, tumewazika, sisi hatujui tutamaliza au tumalizi. Fursa tuliopewa tuitumie. Wahadhirukum ya ikhwata al-Islam, na kutahadharisheni sana ndugu zangu Waislamu, tahadhari kubwa sana. Wal musalsalati ramadhaniya, hii michezo hii ya Ramadhani inawekwa. Hebu funga TV yako ndugu yangu Muislamu, hichi kipindi si kipindi cha TV, hichi si kipindi cha michezo hichi ndugu yangu Muislamu, hichi ni kipindi cha kipekee. Huwa muda wa kufungua, waeke watoto wako wasome Qur'ani, walete adhkar, waombe dua, usiwafungulie. Hebu sasa hivi kingamuzi kiondoe, kiweke pembeni ndugu yangu Muislamu. Hii ni khairi kwako wewe na familia yako. Usishughulishe nafsi yako wala usiwashughulishe familia yako, ukaweka mbali na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. La takun sababan, usiwe ni sababu wewe ya kuweka mbali watu na ibada za Allah. Wallahi utakuja beba majukumu mbele ya Allah jalla jalalu. Hebu funga TV yako hivi sasa, yeke pembeni. Tusikize mawaidha? Hapana, saa hivi soma kitabu cha Allah. Mihadhara imepangwa kwa wanawake tena, na watu waende wakasikilize. Darasa zipo, njoni msikilize, hizi zinatosha. Ukifungua unamkaribisha shetani. Ukiangalia tu pinangalia kidogo, pengine hapa tafanya nini, mchezo ule kwenda vipi, ndio basi khalas. Ndugu yangu Muislamu, nakuhusia kama ninavyohusia nafsi yangu, kipindi hichi TV yako ifunge, iweke pembeni. Tumia hii fursa aliyekupa Allah. Hujui utamalizia Ramadhani au Ramadhani nyingine itakuja kupata tena. Lakini pia ndugu yangu Muislamu, namalizia hotuba yangu kwa kutahadharisha nafsi yangu pamoja na wewe. Asarifu lilwaqti, kuna mwizi wa wakati, anaiba wakati huyu, na kama hatukuwa makini wallahi itamalizika Ramadhani hakuna tulichokifanya. Aljawal, simu inaiba wakati ndugu yangu Muislamu. Wallahi ukiendekeza kuna utakachokifanya Ramadhani, bali unaweza ukaiharibu Ramadhani yako. Jitahidi sana ndugu yangu Muislamu, ipangilia wakati. Muda fulani ndio nitafungua, nitaangalia tu kumeingia nini, basi naangalia kama ni habari. Ikiwezekana acha kuingiza MB muda huu. Kama kuna dharura basi ipangie wakati, si hivyo wallahi itakuibia wakati, itakupotezea muda. Sasa hivi imefikia wakati mtu ule wakati wa sala bado anachati, akitoa salamu tu anasahau hata zile istighfar, anafungua simu anaangalia nani alituma message. Ndugu yangu Muislamu, huyu mwizi huyu tumwekeni pembeni, si hivyo itakuja malizika Ramadhani utajiangalia huna ulichokifanya kwa sababu ya kuendekeza jambo baya. Sivyo, kuwa makini sana ndugu yangu Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya qaum innama hadhihi alhayatu dunya mata
Enyi watu, enyi jamii yangu nyi, fahamuni ya kwamba haya maisha ya dunia ni starehe, wa innal akhirata hiya darul qarar, na mufahamu kwamba akhira ndiyo nyumba ya maisha ya milele ya utulivu. Baada ya maisha hayo hakuna maisha mengine. Haya tuliyoyataja, hebu yatekeleze kadiri ya uwezo wako, usiendekeze starehe za ulimwengu. Hii ni dunia ya starehe tu. Wangapi na wangapi walikuwa wanastarehe, wako wapi sasa? Na kesho kutwa mimi na wewe tutaondoka katika ulimwengu. Tusiendekeze hizi starehe za kidunia, tutafute starehe za akhira. Man amila sayiatan, yoyote atakayefanya uovu, atakayefanya maovu, madhambi, fala yujza illa mithlaha, hatolipwa isipokuwa mfano wa kile alichokitenda. Lakini Allah anaendelea kusema, waman amila salihan, na yoyote atakayefanya wema, min dhakarin au untha, ikiwa ni mwanamume au ni mwanamke, sharti wa huwa mu'minun, hali yakuwa yeye ana imani ya kumwamini Allah, si mshirikina, faulaika yadkhuluna aljanna, hao ndio watakaoingia peponi. Usidharau katika wema chochote, huu ni wema utende, wala usidharau katika uovu chochote, huu ni uovu uache. Allah anatoa bishara, hawa ndio watakaoingia peponi. Yurzaquna fiha, watapewa riziki ndani ya hiyo pepo, bighairi hisabin, pasi na hesabu yoyote. Kuwa wewe ndugu yangu Muislamu na mimi, hawa wanaoambiwa haya maneno tuliyozungumza yafanye kadri ya uwezo wako. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, nilichokuamrisheni fa'tu ilayhi mastata'tum, kiendeeni hicho kadri ya uwezo wenu. Mimi nina uwezo wa sadaka 12, ndio uwezo wangu. Sina uwezo wa kutoa sadaka, sina uwezo wa hili, lakini nina uwezo wa kusoma Qur'an, fanya hili. Nina uwezo wa kufanya hili, fanya hili. Makullu katika Mtume sasa anasema, kullu muyassarin lima khuliqa la, kila mmoja kuna jambo kawepesishiwa yeye mwenyewe. Kuna mwingine mashaallah ni mwepesi wa kutoa, kuna mwingine ni mwepesi wa kusoma Qur'ani. Lile ambalo ni nyepesi kwa wewe ndugu yangu Muislamu, lifanye, na Allah subhanahu wa ta'ala tayari kaeka ahadi, atakuingiza katika pepo, atakupa riziki basi na hesabu yoyote. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر، اللهم بارك لنا في هذا الشهر، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.